Hello and how are you today, my friends? I welcome you back to my channel. Thank you for not swiping away this video, and I'm sure you are going to benefit. So let's move together until the end of it by the grace of God. Today I'm going to speak about I'm going to give you reasons uh, why men die earlier than women. We've seen many incidences where these things happen. Like unapata mwanaume, most of them wanatangulia kuondoka duniani compared to the rate women. So today, by the grace of God, I'm going to give you the reasons as to why men die earlier than women. So stay tuned. Don't disconnect until the end of this video, and I'm sure God is going to visit you. So I'll go straight to the point. Point number one, why men die earlier than women. Being secretive. Many men are very secretive. Like unapata msee, like kuna kitu yenye ulifanya ama umekuwa ukifanya, but you've said that hiyo ni secret yako. Like kuna hiyo ego wanaume wanakuanga nayo, au unapata like some of them do not value women to that extent that they think maybe wanaweza accommodate some of their secrets. So unapata anasema hii ni yangu na ni yangu. Like wengine wako na hiyo mentality ya kwamba women are weak, and kuna vile hata wakiwaambia hawata stahimili or something. So unapata kuna vitu zenye wanaume wamejifungia kwa mioyo yao as secrets, na unapata inaweza kuwa ni kitu yenye inakusumbua, and since you've decided that you not share it with anybody, then you are shortening your lifespan. So unapata wengi wanakufa kwa sababu ya mambo ambayo wamejiwekea kama siri, na hizi siri zinakuja kuwaletea shida if it was a bad secret or something, or this secret could have been shared. Kumbe yeye aliamua hata wai share na mtu yeyote. So unapata inaweza kuja kulipuka na imletee shida, of which kama angeshare labda angesaidika. So unapata they keep secrets, na hizi secrets zinaleta shida baadaye. So that is one of the reasons as to why that is one of the reasons that contribute to men dying earlier, leaving behind their spouses, their partners, their wives. Point number two, or the other point, is that risk taking. What do I mean by this? Men take alcohol, they smoke, they drive recklessly. Like unaweza pata anafanya hizo vitu ile like anajaribu kuzuia mambo anayoyapitia. Like anaweza kuwa ana undergo some sort of stress. Kuna stress zako nazo, wengine hata wamefikia to a point of depression. Kuna mambo anayoyapitia, na ndipo sasa maybe achangamshe akili yake, ajifeel ako better. Ana wengine wanajihusisha kwa miandarati, wanajihusisha kwa mambo yenye according to them ni ya kuondoa stress. That's what maybe some of them will say. So unapata watainvolve kwa mambo yenye they are very risky, like taking alcohol, na anatake in huge capacities, huge volumes, and smoking, ana smoke ile like anaifanya ile mingi, and then driving, ana drive recklessly. They don't care. Wanaume huwa hawajihurumii most of the time, so long as yeye anajiona tu ni mwanaume, anajiinvolve kwa hizo mambo. Unapata hizo risks zinaweza mletea shida baadaye, na zinaweza contribute kwake kuhaga ama kuacha watu wake, familia yake, watoto wake behind when the time is not yet. The other point, occupational hazards. You get men, kama vile ambavyo nimetangulia kusema, wengine hawajihurumii. Like utapata msee ameenda kujihusisha kujinvolve kwa jobs zingine zenye they are very delicate. Like unapata ana work in dangerous sites, na ye hajali. Like uko the road construction, unapata wengine wanajihusisha kwa mining. Okay, we understand you guys, you are there to provide, but then unapata like hizo vitu zenye they are
they may bring accidents, they may bring they may not resort to good things. You find that wanaume wengi wanajihusisha na hizo vitu, working dangerous sites, wana mine, wanafanya hizo ma construction. Okay, even today tunaona kuna wanawake pia wamejihusisha na hizo vitu ambazo they are very hard tasks to perform, but most people wenye wanajihusisha nazo ni wanaume. So unapata ya kwamba si kwa sababu ukifanya zile kazi lazima ukufe mapema. No, what I mean is that some of those occupational hazards unaweza jipata they increase the risks of injury and death. So they increase. Si lazima ukiingia ukufe, but the capability, the probability I mean, ya kupata risks ambazo zita lead to injury and then death, they are very high. So that is another thing yenye inasababisha wanaume kukufa mapema. Wengine hawafanyi hivyo because wanataka, wanafanya hivyo because maybe wamesoma, wamesoma but they don't have jobs. Wamesoma and they think that's the only place where they can work, so that way they keep their families going. So wengine si kwa kupenda kwao. Tunapata job vacancies, they are very rare in our country. Zingine lazima utanunua, zingine lazima utabribe. So kama hauna utafanya aje, na kama umeokoka utafanya aje, because some things as a Christian haufai ufanye. So utapata wengine wanaume wanafanya hivyo, no because wanataka those injuries or deaths, but it's because they don't have anything else to do. So that is another point number 3. So now we got to point number 4, the lack of health care access. Wanaume wengi kama vile nimetangulia kusema, they have ego, like si mimi ni mwanaume, anaumwa na kichwa anaignore, anaumwa na kifua anaignore, anaumwa na mgongo anaignore, anaanguka mahali badala aende aangalie kama hizo joints ziko sawa, zimeshikana, ako okay, anasema it will get well with the time. So unapata they tend to ignore, and most men, it's very rare for them to visit clinics. Hata kama wanajihisi vibaya, watakaa tu wanavumilia. Wengine wako kazini but ni kuvumilia. Wengine wako kanisani but ni kuvumilia. Wengine wako they are doing their things normally. You think they are well but ni ile kuvumilia. So men they lack that access to hospitals. They don't like, most of them do not like. Sasa unapata kuna disease ambayo imekuwa katika mwili wa mwanaume, imeaccumulate kwa muda, na yeye amekosa kwenda kuangaliwa, going for check up. So unapata inaendelea kumkula pole. So the moment anaenda, anasikia kabisa amezidiwa, anajipeleka ama anapelekwa na wengine cause maybe ajiwezi, unapata risks za kuangamia, they are very high. Anaweza kufa because ni kitu yenye ange treat mapema, ni kitu yenye ange prevent, but then aliachilia, aliignore. The other point, the last point, the pressure from their families. Pressure from their families. Unapata wanaume wengi wanapewa stress na their wives, wanapewa stress na kwenye wameoa, that is the in-laws, wanapewa stress kazini, wanapewa stress hata wengine kanisani, and unapata, unajua kulingana vile wanaume wameumbwa, their brains have not been created to accumulate much. So mwanaume akipigiwa kelele, risks zake za kupata magonjwa na kukua stressed up na depressed, they are very high. And many men, because as we have said, wako secretive, they don't want to share what they are going through. So akiaccumulate hizo vitu zote, anapitia hizo mapressure zote, wengine they don't share. Sa unapata hizo vitu zina accumulate, zinampea stress, zinampea depression. Later on unapata ya kwamba amepigwa na stroke. So that is another thing that contributes to men dying earlier, wanaacha their families prematurely. So women, you over there, it's good you understand your man.
understand mwanaume wako ni wa kuongea si wa kuongea. Kama si wa kuongea, then find ways on how you can be involving him katika maongezi. Hata kama hataki kuongea, you know how you should do it, because women have been given the sixth sense. At least you can use that sense kusaidia bwanako so that he may live long. Don't be a contributor as to why your man will die earlier. Kama Mungu atamchukua mapema, ndio we'll accept, lakini isikuwe ni wewe umechangia, isikuwe ni wewe allow mambo ya sababishe yeye kuondoka mapema. If you knew it, you have done it unknowingly, then you have the time to rectify. If you did it na ni wewe ulisababisha your partner to die earlier, then you need to repent and don't do it again. Even if you'll be married again, now you know. For those who are not married, now you know that kuna that thing ina happening kwa familia mingi. Unapata wanaume ndio wanaondoka, wanaacha mabibi zao. And when ladies are left, or women are left to care for their families, then the person being the widow, she will not be complete anymore. Na kuna mambo mengi sana hataenda kuya-achieve when the husband is not around. So those are some of the reasons as to why men are dying earlier than women. Now you know. Then what are the solutions? What can you do to prevent all this? You man over there, married or not married, here's what you should do. Eat balanced diet. Acha kukula tu vyakula hivi hivi, mutura pale kwa njia, uko pale unachukua ndizi, uko pale unakula vitu zenye they are not healthy. Eat balanced diet. Care about your health. Number 2, quit smoking. Achana na kuvuta. Masigara or whatever you do, stop, because it will destroy your lungs. It will destroy your health. Avoid smoking kama unataka maisha yako, if you love yourself. Number 3, avoid alcohol, and if it is a must you take, then take in moderation. Kama ni lazima ukunywe, kunywa kidogo, like si lazima ukunywe kila siku, of which as a Christian you should avoid completely. So na kama unaona imekuwa addict, unaanzanga tu pole pole, like today unasema sitakunywa, una skip like a day, una skip 2 days, hivyo utajipata umeacha. By the grace of God, as you continue praying, utapata hiyo kitu imekuondoka. Then number 4, see the doctor regularly. Wacheni kukua na hiyo ego. Wacha kuignore. Ukisikia kuna place ya mwili, any part of your body unwell, kuna vile una feel abnormal, then ishughulikie mapema. Go for checkups. Sometimes you don't go for checkups because umekuwa mgonjwa or something. You just go uangaliwe tu health wise uko aje. So learn to go for checkups. Do not ignore. The other thing, number 5, get regular exercise. Fanya magym, na hata kama si lazima uende gym kila siku, make sure you walk, exercise. Wacha kukaa pale ni kukula tu mafuta, you are there, umenona. Care for your health. Sisemi ya kwamba kunona ni vibaya, but just take care of your body. Get enough sleep. Get enough sleep. Lala vizuri. Achana na stress. Anything that is stressing you up, share it. Share your secrets. Make sure you share your secrets with the person you believe, you trust, and that should be your wife. So mwambie kile unachokipitia, mwambie what you are planning to do, mwambie kile ambacho unaona is your greatest fear. Do not put it as a secret na useme kwamba ataenda nayo kaburini, inaweza kukuletea shida. So when you are a stress-free man, you will be relaxed, akili itakuwa relaxed, mwili utakuwa relaxed, you will be okay, you will live long. So get enough sleep. Acheni kuenda kwa kitanda mtu anakaa tu pale apate usingizi. Hiyo itakufanya hautakuwa sawa kwa mwili wako. So ensure that whatever gives you stress umeishughulikia, ndiposa ukalale vizuri. 7 hours to 6 to 7 hours. Haya ndio masaa yenye we are supposed to sleep. That is a good sleep that otherwise inatakikana. So and the
final thing ambayo ni ya muhimu zaidi ni kama haya mambo yote yamekuwa yakikukumba as a man ama yamekuwa yakipata your husband, you as a lady ni una watch hii video, kumbuka ya kwamba you can rectify. Na kama mzee wako ameaffectiwa na haya mambo and you think it's so hard to rectify, you can involve God. Omba Mungu, get yourself born again. Peaneni maisha yenyu kwa Kristo. Kama Bwana amekatalia pombe, amekatalia wanawake, amekatalia hizo tabia zenye hazikupendezi, hazijengi boma yenyu, then you can involve God. Call God in prayer. Hata kama Bwana yako hajaokoka, maombi yako yanaweza kumtoa pale, katika jina la Yesu Kristo. Na vile ambavyo una behave as a lady inaweza badilisha bwana wako. Even if not now, with the time he will change. So mpe tu muda, zidi kumuombea, zidi kubehave well towards him as a wife, na utaona mabadiliko. Kama ni bwana na bibi yako ndiye anakukosi kupitia haya mambo yote na umeokoka, you fear God, na unaona ya kwamba it's like your wife ndiye anakufanya upitie mambo mabaya yenye hayastahili, you can take your wife to God in prayer. Let her be the prayer item. Omba na Mungu anaweza kumbadilisha, because our God is so powerful. Hakuna jambo linaloweza kumshinda Mungu. You give her time and she will change. So today I was sharing about the things that make our men to die earlier than women, and how you can solve this. So if you are a man over there, you are a woman over there, you want us to interact, you can as well, we can as well interact in the comment section area. Be a blessing to me, I'll be a blessing to you. Do not suffer with your problems. Let us share, because a problem have shared is a problem have solved. Share what you're going through, na by the grace of God tunaweza saidiana. And until next time, keep on following me. You can also watch my videos, earlier videos. I've been speaking about inspirations, and I'm sure your life will not remain the same. Subscribe to this video so that you'll be notified when I post new videos, by the grace of God. And I'm sure all shall be well with you and also with me. I wish you all the best in your family, even as you rectify all these things, by the grace of God. Shalom.